Hujambo, hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi. Waziri wa mambo ya kigeni wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Said Abbas Araghchi, amesema si Israel pekee ambao haina uthubutu wa kushambulia Iran, lakini hata Marekani haikubali kubahatisha kujiingiza kwenye chokochoko hatari kama hiyo. Akizungumza alipokuwa ziarani nchini Urusi, Said Abbas Araghchi amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haijarudi nyuma katika kutetea hata mmoja kati ya misimamo yake ya haki na uadilifu, na akaongeza kuwa mashinikizo hata ifanya Iran iache kulinda heshima, sharafu na maslahi yake ya kitaifa. Mkuu huyo wa chombo cha kidiplomasia cha Iran amesisitiza kuwa ni baidi kwamba vitisho vya kijeshi vinavyotolewa vitafikia hatua ya kutekelezwa, kwa sababu hata wa Marekani wenyewe wanaelewa kwamba Iran inafahamu vizuri jinsi ya kujilinda. Araghchi amesema, na nukuu, njia ya diplomasia iko wazi kwa Iran, lakini kama mazungumzo yatakabiliwa na hali ngumu na nzito, Iran imeshajiweka tayari kikamilifu kwa ajili ya njia nyinginezo, mwisho wa kunukuu. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amebainisha kuwa Israel haijawahi wakati wowote huko nyuma kuwa na uwezo wa kushambulia Iran, hainao hivi sasa na haitakuwa nao katika siku zijazo, na hata kwa kusaidiwa na Marekani hawana uwezo wa kufanya operations za kijeshi dhidi ya Iran. Araghchi amesisitiza kuwa Iran ina uwezo wa kujilinda hata dhidi ya Marekani, na akaongeza kuwa Washington inafahamu Iran ina uwezo wa kiwango gani wa kujibu mapigo, na hata utawala wa Kizayuni pia unatambua vyema nguvu zetu za kiulinzi na uwezo wa kujibu mapigo, alisema Said Abbas Araghchi. Katika hatua nyingine, Araghchi amesema utawala wa Kizayuni wa Israeli ndio kizuizi pekee kwa Asia Magharibi kuwa eneo salama na lisilo na silaha za nyuklia, akionya kwamba utawala huo unaokalia ardhi kwa mabavu unachochea chuki dhidi ya Irani, huku wenyewe ukiendeleza mauaji ya kimbari katika eneo hilo. Huku akisisitiza dhamira Iran ya kutumia diplomasia, Araghchi amezitaka pande zote kutumia fursa hiyo kwa njia ya maelewano ya kimantiki na ya kuridhisha, ambayo yatatambua haki halali za Iran na kuondoa vikwazo haramu na vya kionevu ilivyowekewa na nchi za Magharibi. Araghchi ametilia mkazo nia ya Iran ya kunufaika na nishati ya nyuklia kwa matumizi ya amani, na kubainisha kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inapinga matumizi ya silaha za maangamizi kwa kuzingatia maadili yake ya kidini, ya kitaifa na mwongozo wake wa kiulinzi. Katika mazungumzo yake na waziri wa mambo ya kigeni wa Italia Antonio Tajani, ameelezea nia dhati ya nchi yake ya kuimarisha uhusiano na Iran. Amesema kuandaa mazungumzo kati ya Iran na Marekani ni jambo lenye thamani kubwa kwa Rome, na kusisitiza utayari wa Italia kusaidia kufanikiwa mazungumzo hayo kwa njia yoyote ile iwezekanayo. Na katika hatua nyingine, kamanda wa kikosi cha majini cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Admiral Reza Tangris amesema yumkini Sepa, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, likazindua manuari mpya ambayo muundo wake unashabihiana au utakuwa bora zaidi kuliko ule wa Marekani. Akizungumza katika kipindi cha televisheni cha IRIB, kamanda wa jeshi la wanamaji wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ametoa muhtasari wa mafanikio ya kijeshi ya kikosi hicho cha majini cha jeshi la walinzi wa mapinduzi katika miaka hivi karibuni. Kamanda Tangris amesema jeshi la wanamaji wa Iran limetengeneza aina mbalimbali za makombora, ndege zisizo na rubani na nyambizi, na Wizara ya Ulinzi kwa ushirikiano na shirika la usaidizi wa vikosi vya wanajeshi pia limezalisha nyambizi bora na za kisasa. Akizungumzia uundaji wa meli ya kubeba ndege zisizo na rubani ya Iris Shahid Bagher, Admiral Tangris amesema meli ya Shahid Bagher ni meli ya matumizi mbalimbali na ni kituo cha kijeshi cha majini. Chombo hiko kinaweza kubeba mifumo miwili ya kurusha makombora ambayo ni meli 14 za kurusha makombora. Tumeunda meli ambayo ni bora zaidi kuliko miundo sawa Kimarekani, na katika wakati mwafaka tutaizindua, kamanda huyo wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran alisema, na kuongeza, Wamarekani hawawezi kutukabili katika Ghuba au Uajemi kwa sababu tuna uwezo wa kupambana nao, alisisitiza kamanda huyo wa kikosi cha majini cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Na tukiendelea kusalia katika eneo la Mashariki ya Kati, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ametiwa wasiwasi mkubwa na mashambulizi ya hivi karibuni ya anga yaliyofanywa na Marekani karibu na bandari ya Ras Isa ya Yemen. Kupitia taarifa iliyotolewa na msemaji wake Stephen Dujarric, Guterres amesema ana wasiwasi mkubwa kutokana na mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani katika kipindi cha kati ya tarehe 17 na 18 April ndani na karibu ya bandari ya Ras Isa Yemen, ambayo imeripotiwa kusababisha vifo vya raia kadhaa, ikiwa ni pamoja na wafanyakazi 5 wa huduma za kibinadamu waliojeruhiwa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametoa kauli hiyo baada ya mashambulizi ya anga Marekani yaliyolenga bandari katika mkoa Al-Hodeida nchini Yemen mwishoni mwa Alhamisi kuripotiwa kuua takriban watu 74 wakiwemo wafanyakazi 5 wa sekta ya afya. Kupitia taarifa yake hiyo, Guterres
ameeleza pia kushtushwa na ripoti za uharibifu mkubwa miundombinu ya bandari na uwezekano wa uvujaji wa mafuta kwenye bandari hiyo. Na tukielekea kule nchini Urusi, ni kuwa vyombo vya habari vya Marekani vimefichua kuwa licha ya mapendekezo yaliyotolewa kwa Rais Vladimir Putin na mjumbe maalum wa Trump katika masuala ya Asia Magharibi, lakini bado Rais Putin hayuko tayari kuacha msimamo wake kuhusu Ukraine. Shirika la habari la Mehr limenukuu habari hiyo na kuandika kuwa licha ya juhudi za Washington za nyuma pazia za kujaribu kuifurahisha Kremlin na kuendeleza makubaliano ya amani kati ya Urusi na Ukraine, lakini duru za habari zimeliambia gazeti la The Washington Post kwamba Rais Vladimir Putin wa Urusi hajalegeza msimamo wake kuhusu Ukraine. Steve Witkoff, mjumbe maalum wa Trump katika eneo la Asia Magharibi, alizungumza na Putin kwa zaidi ya saa 4 mwezi huu akijaribu kuandaa pendekezo ambalo lingekubaliwa na Urusi, lakini kwa mujibu wa gazeti la Marekani la The Washington Post, Vladimir Putin amekataa kulegeza kamba. Kwa mujibu wa gazeti hilo, mfumo uliopendekezwa wa Witkoff ulijumuisha makubaliano makubwa ya usalama kwa Moscow ambao yamepingwa vikali na Ukraine na washirika wake wa Magharibi. Kwa upande wake, tovuti ya habari ya Bloomberg imeripoti kuwa serikali ya Marekani inafikiria kutambua rasmi haki ya Urusi kudhibiti rasi ya Crimea kama sehemu ya makubaliano mapatano ya amani kati ya Moscow na Kiev, lakini uamuzi wa mwisho bado haujafikiwa. Kwa mujibu wa duru mbalimbali za kuaminika zilizozungumzwa na Bloomberg News, Marekani iliwasilisha mapendekezo kadhaa kwa washirika wake mjini Paris siku ya Alhamisi, ikiwa ni pamoja na masharti ya kusitishwa vita vya Ukraine, kulegezwa vikwazo dhidi ya Urusi iwapo makubaliano yatafikiwa, na kurejeshwa utulivu. Hii ina maana kwamba maeneo mengi ya Ukraine yataendelea kuwa chini ya udhibiti wa Urusi. Na tuhitimishe ruba za kimataifa na taarifa hii ambapo kubadilika sera za nje za Marekani kumeanza kidogo kidogo kuwatoa mafichoni wanasiasa wa Ulaya kwa kuwafanya waeleze kinagaubaga na kwa uwazi zaidi wasiwasi walionao kuhusu sera za Donald Trump za kujichukulia hatua za upande mmoja. François Bayrou, waziri mkuu wa Ufaransa na mwanasiasa mkongwe wa kihafidhina, ameituhumu Marekani kwa alichokiita kuutelekeza ulimwengu wa kidemokrasia. Bayrou amesema, na nukuu, Marekani ambayo huko nyuma ilijulikana kama mhimili mkuu wa Umoja wa Mataifa huru na mdhamini wa sheria za kimataifa, imeziweka kando tunukuu za Magharibi. Waziri mkuu wa Ufaransa ameelezea msimamo wa Marekani wa kukaribiana na Urusi kuwa ni hatua kushtusha, na akasema mashinikizo ya Washington kwa Ukraine ya kuitaka isalimu amri haraka kwa matakwa ya Moscow na kutishia kuikatia misaada ya kijeshi Kiev ni ushahidi wa wazi wa kuwepo mabadiliko makubwa katika sera za Marekani. Bayrou ameashiria mwenendo wa kutatanisha wa Trump anapoamiliana na Volodymyr Zelensky na malumbano makali ya maneno yaliyozuka baina yake na rais huyo wa Ukraine wakati walipokutana mwezi Februari katika ikulu ya White House, na akasema dunia imeshuhudia kusambaratika kwa miungano kwa kiwango ambacho hakuna mtu yeyote ambaye angeweza kufikiria. Matamshi ya waziri mkuu huyo Ufaransa kuhusu kukaribiana zaidi Marekani na Urusi na kutelekezwa na Washington ulimwengu wa kidemokrasia yanaakisi wasiwasi unaozidi kuongezeka barani Ulaya kuhusu mabadiliko yanayojiri katika sera za nje za Marekani chini ya utawala wa Trump. Mabadiliko hayo yameitia doa kubwa hali ya kuaminiana iliyopo kati ya uhusiano wa pande mbili za Atlantic. Kwa miongo kadhaa, Marekani ilikuwa imejionyesha kuwa ni mtetezi wa tunu za kiliberali, haki za binadamu na mamlaka za kujitawala za mataifa, lakini hivi sasa sera mpya ikulu ya White House zimezipa kisogo tunu hizo na kujielekeza kwenye milingano ya kijiopolitiki na kujali zaidi masuala ya kimanufaa na kimaslahi. Zinavyoamini nchi za Ulaya kuishinikiza Ukraine isalimu amri na kutishia kuikatia misaada ya kijeshi kuna kinzana na historia yao ya tangu ya kuunga mkono serikali za kidemokrasia katika kukabiliana na uvamizi wa kigeni. Ukraine ni moja ya nchi ambazo zimeathirika zaidi na mgeuko huo wa sera za Marekani. Kwa mujibu wa taasisi ya taaluma za Ukraine katika chuo kikuu cha Harvard, kitisho cha kukatwa misaada ya kijeshi ya Marekani na kushinikiza Ukraine ikubali matakwa ya Urusi kumeiweka nchi hiyo katika hali ngumu. Jambo hilo sio tu limetahadharisha usalama wa taifa la Ukraine, lakini pia limefanya nchi hiyo iamue kutafuta msaada na uungaji mkono mpya kwa nchi za Ulaya. Baadhi ya wachambuzi wa siasa barani Ulaya wanaamini kuwa kuna uwezekano wa serikali ya Trump kufikia makubaliano na Urusi ambayo itaifanya Ukraine ilazimike kusamehe sehemu ya ardhi yake na kutupilia mbali suala la nchi hiyo kujiunga na NATO. Kwa mtizamo wa Ulaya, makubaliano kama hayo sio tu ni sawa na kuisaliti Ukraine, lakini pia yanakiuka misingi ya mamlaka kujitawala kitaifa na umoja wa ardhi yote ya nchi hiyo. Japokuwa wasiwasi ulioonyeshwa na Bayrou ni dukuduku la pamoja la nchi nyingi za Ulaya, lakini isighafilike na mgawanyiko uliojitokeza pia ndani ya umoja wa Ulaya. Baadhi ya nchi hasa katika Ulaya Mashariki zina wasiwasi mkubwa zaidi kuhusiana na tishio la Urusi na zina msimamo mkali dhidi ya nchi hiyo, lakini baadhi ya nchi nyingine zinapendelea kuwa na maelewano na Urusi kwa sababu za kiuchumi au za kisiasa. Tofauti hizo zinaweza kuwa kizuizi kwa Ulaya kufuata mwelekeo wa pamoja na kuchukua msimamo mmoja na athirifu katika kuamiliana na Urusi na Marekani.
Ufaransa, ambayo ni mmoja wa wadau wakuu wa Ulaya, ina wasiwasi kwamba ikiwa Marekani itajivua jukumu lake, uongozi wa kulinda mfumo wa dunia wa baada ya zama za vita vya pili vya dunia, mpasuko wa kijiopolitiki uliojitokeza kati ya Washington na Brussels utapanuka zaidi. Hali hiyo inaufanya Umoja wa Ulaya ulazimike kubuni tafsiri mpya ya sera za kujitegemea za ulinzi na usalama. Matamshi ya Bayrou yanaonyesha kuwa uhusiano wa Marekani na Ulaya unapita katika kipindi cha mvutano mkubwa na cha hali tatanishi. Wakati viongozi wengi wa Ulaya wana matumaini kwamba mvutano huo utakuwa ni wa muda tu na uhusiano baina pande mbili za Atlantic utarejea katika hali ya kawaida, baadhi yao wana wasiwasi juu ya mabadiliko ya kimuundo yaliyojitokeza katika sera za nje za Marekani na kupungua utekelezwaji wa ahadi ilizozitoa Washington kwa mataifa ya Ulaya. Awadhi Rashid, Arusha One Radio.